Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Nami naungana nanyi kueleza kwamba hali ya ugonjwa huu duniani ni mbaya, na kwamba serikali yetu na kwamba wote mnakubaliana nami kuwa ugonjwa wa homa ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona umekuwa na athari kubwa kijamii, lakini pia na kiuchumi duniani kote. Aidha, katika kipindi hiki tumeshuhudia changamoto mbalimbali kutokana na hatua zilizochukuliwa na baadhi ya nchi katika kukabiliana na ugonjwa huu. Na Mheshimiwa Spika, baada ya maambukizi ya virusi vya corona kuingia nchini kwetu, na hata kabla ya kuingia nchini, Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli alilitangazia taifa kuwa ugonjwa huu ni hatari na Watanzania tujiandae. Na tahadhari kadhaa zilianza kuchukuliwa ndani ya serikali ili kukabiliana na ugonjwa huu pindi utakapokuja kwa wakati huu. Lakini baada pia ugonjwa huu kujitokeza nchini, serikali pamoja na mambo mengine tulianza kujipanga vizuri kuanza kukabiliana na ugonjwa huu. Lakini kwanza tuliunda kamati za kitaifa. Moja, kamati ya kitaifa inayoratibu mapambano yote ya virusi vya ukimwi, ikisaidiwa na kamati ya makatibu wakuu na kamati ya wataalamu. Na kamati hizi ni za kitaifa kwamba zinasimamiwa pia na serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Spika, jukumu mojawapo la kamati hizo ni kuwezesha nchi kupunguza madhara makubwa ya kijamii lakini na kiuchumi ambayo yanaweza kusababisha makali ya mapafu. Upande wa kijamii tunaendelea kutoa elimu, na upande wa kiuchumi kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha ameeleza, ameunda timu ya wataalamu wa uchumi wanaendelea kufanya mapitio ya athari zinaweza kujitokeza katika kipindi hiki. Lakini kufuatia tatizo hili, tunajua biashara nyingi zimezorota na zinaendelea kuzorota, lakini pia shughuli za kiuchumi nyingine zimeanza kusimama, na kwa hiyo lazima tathmini ifanyike, hatimaye serikali itatoa mwelekeo. Lakini vile kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, elimu kuhusu namna kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona imeendelea kutolewa kote nchini katika sehemu mbalimbali, pamoja na kuwahusisha kwa karibu zaidi viongozi wa dini, wadau mbalimbali wa sekta, lakini na wataalamu wenyewe wa sekta. Niendelee kusisitiza wizara, mikoa, wilaya na mamlaka ya serikali za mitaa kuendelea kutoa elimu kwa jamii yetu kupitia watendaji wa serikali walio kwenye maeneo hayo, na wananchi wote wapate kujua namna gani wanaweza kujilinda na maambukizi ya ugonjwa huu. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia leo tarehe 6 mwezi huu wa 4 tunao wagonjwa 24. Mpaka asubuhi ilikuwa wagonjwa 22, lakini baada ya vipimo waliochukua vipimo jana na kufikishwa kwenye maabara zetu, mchana huu tumepata taarifa kwamba wagonjwa wawili wameongezeka, mmoja Tanzania bara na mmoja Zanzibar, na kufanya wagonjwa wote kuwa 24. Na hao ndio wamethibitika kuwa na ugonjwa huo. Kati ya wagonjwa hao, 3 wamepona na kuruhusiwa kutoka katika hospitali na mmoja amefariki dunia, wakati wagonjwa 18 wanaendelea vyema na matibabu. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kitaalamu yanaonyesha kuwa virusi vya corona vinaweza kusambaa endapo mtu anagusa maji kama vile mafua, mate na makohozi ya mtu aliye na virusi hivyo, na kisha kujigusa kwenye mdomo, macho au pua. Kwa kuzingatia hilo, serikali imeendelea kuwafuatilia watu wote ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa karibu sana na wagonjwa hao. Hadi sasa watu 685 walikuwa wanafuatiliwa, ambapo watu 289 wamemaliza siku 14 za kufuatiliwa na vipimo vyao vimethibitisha kuwa hawana maambukizi ya virusi vya corona. Watu wengine 396 waliobaki wanaendelea kufuatiliwa ili kujiridhisha kuwa iwapo wana maambukizi ya virusi hivyo, basi waweze kujitenga kwa kukaa kwenye maeneo maalum yaliyopangwa. Mheshimiwa Spika, hatua zinazochukuliwa katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona
thorough screening kwa wageni wote wanaoingia nchini kutoka nje, pamoja na kuwaweka katika uangalizi wa siku 14 kwenye maeneo maalum. Aidha, ndege za nje zinazoingia nchini, kwa sababu kwenye nchi wanakotoka wamefunga mipaka na kwamba hakuna kuingia wala kutoka kwa ndege. Lakini pia ndege zetu nazo tumezizuia kufanya safari za nje. Kwa ndege zetu sasa zinafanya safari za ndani pekee. Tumezuia wafanyakazi lazimika kuwekwa chini ya uangalizi wa lazima kwa siku 14 kwa lengo la kudhibiti mienendo ya usafiri chini ya ulinzi kwa masaa 24. Mchana huu na wakuu wa mikoa wote tena nilizungumza nao wiki iliyopita, lakini pia leo nimefanya tathmini na nimepata taarifa ya kila mkuu wa mkoa namna ambavyo wamechukua jambo hili kwa umakini mkubwa. Na kila mkoa umeshatenga maeneo haya, na hasa kwenye wilaya zilizoko pembezoni kwenye mipaka yetu ambako abiria wengi sasa wanatamani kuingia kupitia barabara. Maeneo yote yameimarishwa, lakini pia tumetenga na maeneo ya kuhifadhi, kuwatenga hao wote wanaoingia nchini kwa siku 14 na nchini. Lakini pia nchi zote jirani zimefunga mipaka yao, hawaingii wala watoki. Kwa hiyo automatically Tanzania hatuwezi kupata mtu yote ambaye anaweza kuja. Hata hivyo, wale wote wanaokuja wanaendelea kuwekwa kwa siku 14 na kufuatilia afya zao, na tumeimarisha ulinzi wa maeneo hayo ili kuzuia hao walio kwenye ulinzi huo kutoka au watu wengine kuingia, kwa maana ya kuja kufanya mawasiliano na walioko pale ndani. Mheshimiwa Spika, vile kutokana na umuhimu wa kuwatenga watu wanaofuatiliwa, serikali imeagiza mikoa yote nchini kutenga maeneo maalum ambayo leo wametoa taarifa, na uangalizi kuimarisha, na waimarishaji wote na wafuatiliaji wa afya zao wote wapatiwe vifaa maalum ili kuendelea kufanya kazi hiyo bila kuwa na athari zote zile za maambukizi kwao. Hatua hii ni muhimu katika kudhibiti kuenea zaidi kwa maambukizi ya virusi vya corona. Na kati ya wagonjwa hao walio wengi ni wale waliotoka nje, yani watu wa mataifa ya nje, lakini na Watanzania ambao walisafiri kwenda nje ya nchi na kuja hapa ndani. Na maeneo haya yaliyotengwa yatatumika na kila mmoja bila kujali wadhifa wake. Na nalitamka hili kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameeleza hali iliyoko kule visiwani. Ni kweli tulikuwa na waziri ambaye alitakiwa kwenda kwa matibabu na akapelekwa, alikataa, baadaye akaenda Mnazi Mmoja kwa matibabu, na baadaye akatakiwa kwenda kujitenga, bado alikataa, lakini serikali ilichukua hatua na ikamtoa na kumpeleka sehemu ya kutengwa. Kwa sasa yuko eneo la kutengwa. Na narudia kutamka hili la kwamba maeneo haya ya kutengwa yamewekwa kwa madaraja kadiri ya uwezo wa anayetengwa. Tumetafuta mabweni ambayo watu wanalala bure, kwa hiyo asiyekuwa na uwezo wa kulipa atalala huko. Tumetafuta maeneo ambayo yanaweza kulipiwa lakini ya hadhi tofauti, kwa hiyo yote anahitaji kwenda, lakini yote yameteuliwa na yasimamiwa, na sio maeneo mengi, ni machache ili kurahisisha usimamizi. Na kwa hiyo kila mtu atakwenda eneo hilo kulingana na uwezo wake. Tumetafuta watu ambao watatoa huduma ya chakula ili apate chakula kwa gharama ambayo anaweza kuimudu, na maeneo haya na ulinzi kama ambavyo nimeeleza. Kwa hiyo kila mmoja anayetakiwa kujitenga ameenda maeneo ambayo yameandaliwa rasmi kwa gharama ambazo yeye anaweza kuzimudu. Mheshimiwa Spika, tunafanya hili ili kuondoa manunguniko yaliyokuwa yamejitokeza awali kwamba watu walikuwa wanapelekwa maeneo ya gharama kubwa wakiwa wana uwezo. Kwa hiyo tumeimarisha hilo na sasa malalamiko haya yamepungua. Serikali inaimarisha maabara mbalimbali nchini ili ziweze kutoa huduma za upimaji, ikiwemo maabara zilizopo kwenye mikoa. Na mikoa hiyo ni kama vile Arusha, tunayo maabara inaweza kupima sasa vipimo vyote vya kanda ya kaskazini, Dodoma hapa katikati ya jiji, katikati ya nchi, Kigoma, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Pwani pamoja na Tanga. Maeneo haya yote yana maabara, na kwa hiyo itarahisisha kupeleka vipimo kwa umbali mfupi na kupata majibu kwa haraka. Lakini pamoja na vipimo vyote ni lazima ithibitishwe na mganga mkuu wa serikali.
na atakayetoa taarifa ni waziri wa afya pekee. Kwa natambua mchango wako Mheshimiwa kiongozi wa kambi ya upinzani juu ya watu kutoa taarifa kiolela. Mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kila mmoja anatamka anavyotaka. Tumetoa maelekezo kwamba taarifa zote za ugonjwa huu zitatolewa na waziri wa afya. Kama ni lazima atatoa waziri mkuu, kama ni lazima sana basi atatoa makamu wa rais au rais mwenyewe. Utaratibu huu utasaidia kuleta taarifa za uhakika zilizothibitishwa na watoaji hao ndio ambao watahusika. Kwa hiyo tutalisimamia hili ili tuondoe utamkaji holela wa kila mmoja kadri anavyojisikia. Lakini pia vipimo hivi pia vinapimwa na hospitali zote za rufaa za kanda za mikoa, nazo zinaratibiwa kutoa huduma za upimaji sambamba na maeneo ya mipakani. Shughuli hizo za upimaji zinafanyika kwa usimamizi wa Maabara Kuu ya Taifa ya Afya ya Jamii kwa lengo la kuthibitisha ubora, na vipimo hivyo kuratibiwa na utoaji wa matokeo pia nao umeratibiwa. Mheshimiwa Spika, nchi yetu pia imeendelea kushirikiana kwa karibu na Shirika la Afya Duniani, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika katika kuweka mikakati ya pamoja kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu. Na kwa hiyo tunabadilishana mawazo, lakini pia tunapeana mbinu mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huu. Yako malalamiko ya baadhi ya Watanzania wakitaka tuchukue hatua ambazo zinachukuliwa na nchi nyingine. Lakini nataka tumseme kwamba watu lazima watambue kwamba nchi hizi zina mazingira tofauti. Tanzania ina mazingira tofauti na nchi nyingine ambazo watu wengi wanazilinganisha, lakini muhimu ni kwamba taifa lazima tujipange, tuhakikishe kwamba tunadhibiti maambukizi kusambaa nchini. Na hatua tuliyofikia sasa tunafurahi kwa sababu tunaanza kuona kupata ushirikiano na wananchi. Pindi ikionekana kuna mtu ametoka nje ameingia nchini bila kupitia kwenye vituo vya uhifadhi, tunapewa taarifa na sisi tunachukua hatua za kuwafuata popote walipo. Na pale ambako kuna mtu anahisiwa kuwa na tatizo la corona, ili kuitaka serikali iweze kuthibitisha, basi wananchi wanatupigia kwa namba ile 199 na serikali inachukua hatua ya kuwafuatilia na kuwafanyia vipimo, na ikithibitika tunawatenga mahali rasmi. Kwa Mheshimiwa Spika, nataka nieleze tu kwamba nchi yetu iko makini na serikali inafanya kazi hiyo kwa makini, na tutaendelea kuwahusisha pia wadau mbalimbali ambao watasaidia pia kuungana nasi katika kukabiliana na pambano juu ya jambo hili. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na kadiri hali ilivyo mazingira tulionayo kama ambavyo tumeeleza, lakini serikali inaendelea pia kufanya tathmini za kila wakati kuhusu changamoto zinazoweza kusababishwa na ugonjwa huu wa corona na tunaweza kuzitatua. Tunajua changamoto za kiafya ambako wananchi wetu wengi wanapata madhara haya, lakini pia kuna changamoto ya kiuchumi ambayo nimeeleza mwanzo na waziri wa fedha ameeleza. Yote haya ni ambayo tunaendelea kuyafanyia tathmini, na tathmini hizi zinafanywa zile kamati 3 ambazo zimechagua. Moja, kamati ya kitaifa ambayo inasimamiwa na waziri mkuu; pili, kamati ya makatibu wakuu ambayo inasimamiwa na makatibu wakuu viongozi wa bara na visiwani, pamoja na kamati ya wataalamu ambao pia wapo madaktari kutoka pande zote mbili, ili kuweza kubadilishana. Kwa kadri tathmini inavyofanywa, tukipata matokeo tunachukua hatua. Hatuwezi kwenda na hatua zote, tunaweza kuleta mkanganyiko ndani ya nchi. Muhimu zaidi ni kujiridhisha kwamba maambukizi haya yaendelee. Lakini pia tunaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali, na serikali kushirikiana na wadau wengine imeendelea kutafuta fedha kwa ajili ya mapambano dhidi ya ugonjwa huu ili kuweza kumudu kupambana na dhidi ya maambukizi. Lakini vile vile serikali imeendelea kupokea michango ya mtu mmoja mmoja kutoka taasisi mbalimbali kwa lengo la kuunga mkono mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Wiki mbili zilizopita nilipokea misaada kutoka kwa wadau mbalimbali yenye thamani ya bilioni 1.8. Tarehe 8 wadau kadhaa wamejitokeza kwa tutapokea misaada hapa Dodoma. Kwa kila ambaye ameamua kuchangia, watakuja watachangia pale ofisi ya waziri mkuu, na tutawatangaza rasmi kwa mchango wao, na michango hii yote inayochangwa na wadau hawa itatumika kama ambavyo imekusudiwa. Tunaendelea kuratibu kwa kupata vifaa mbalimbali ili kuwezesha
watendaji wetu au wataalamu wetu kufanya kazi hiyo bila kuwa na madhara wakati wote wanapohudumia ndugu zetu wanaopata madhara haya. Mheshimiwa Spika, nimeendelea kusisitiza kuwa viongozi wa mikoa na wilaya waendelee kusimamia kwa karibu kamati za maafa, ziendelee kushirikiana kwa pamoja na madaktari wetu kuhakikisha kwamba wanasaidia kupambana dhidi ya maambukizi haya. Na kama ambavyo nimewaeleza, nimezungumza na wakuu wa mikoa, tumewasisitiza na kuwapa mwelekeo wa namna kufanya kazi zao kwenye maeneo yao. Aidha, kwa kuwa swala hili ni mtambuka, nitoe wito kwa waajiri, wafanyakazi, wafanyabiashara, wavuvi, wakulima, wasafirishaji na wananchi wote kwa ujumla kuchukua tahadhari zaidi, kwani sote tunao wajibu wa kujilinda, lakini pia kuwalinda wengine ambao wako kwenye mazingira hatarishi. Kadhalika maeneo ya huduma kama vile masoko, hospitali, vituo vya mabasi na vyombo vya usafiri, kuepuka misongamano isiyokuwa lazima na kuchukua tahadhari ikiwemo kutumia vifaa vya kinga. Haya ni mambo ambayo pia tumeyatolea msisitizo, na pia tumewaagiza wakuu wa mikoa kusimamia kila mmoja kwenye mkoa wake kupitia wilaya zake, na wananchi nao waelimishwe ili waweze kujua njia zote sahihi za kujikinga na maambukizi. Mheshimiwa Spika, ugonjwa huu hadi sasa umeonyesha kutokuwa na dawa na unaleta madhara makubwa duniani. Hata hivyo, tukiangalia hali ilivyo nchini mwetu, hatuna budi pia kila mmoja kuchukua tahadhari ya kutosha, na tunaendelea kuwatahadharisha wananchi wote kwamba ni muhimu kufuata maelekezo ya wataalamu wetu, madaktari wetu, lakini maelekezo ambayo tunatoa wakati wote. Na nataka nitumie nafasi hii kushukuru sana vyombo vya habari kwa namna ambavyo wanafanya kazi yake katika kuelimisha wananchi wetu. Lakini pia nawashukuru wasanii ambao pia kwa kuchukua tahadhari huku wakitoa elimu kwa wananchi namna kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Lakini pia tuendelee kuzingatia miiko ambayo tumeitoa. Fursa ambayo tumeitoa kwenye maeneo machache ni kuwezesha kupata huduma, lakini fursa hiyo isitumike vibaya, kama vile kuendesha shughuli za kidini. Tunataka tu siku za Ijumaa, Jumamosi kwa Sabato na Jumapili kwa wale wanaokwenda kwenye misa au sala Jumapili, na sio makongamano ya kidini. Hiyo tumezuia. Tunasema watu wakasali na watumie nafasi hiyo kuliombea taifa, lakini pia wanapokuwa huko wazingatie ile miiko yote ya kukaa umbali. Na tumesema kama nyumba ni ndogo, basi wengine wapate nafasi ya kukaa nje kwa nafasi ile ili mradi ule muda unaotumika kwa sala au kwa swala utumike huo, na watu waondoke waende maeneo yao. Na tutaendelea kutathmini hali hiyo kadri siku zinavyokwenda. Tukiona nayo maeneo hayo yana madhara makubwa, tutakuja kutamka vinginevyo kwa kushirikiana na viongozi wa maeneo haya. Swala la usafiri, tulidhani tukiacha watu wasafiri kutoka eneo moja mpaka jingine linaweza kusaidia, na tumeelekeza mabasi yote yasijaze abiria, watu wakae kwenye viti, wasafiri wafike. Inaweza kusaidia zaidi, na wakiwa kwenye mabasi kila mmoja azingatie. Tumeanza kuona baadhi ya wasafirishaji wanajali na wengine waendelee kujali, na kwa kufanya hivyo itatusaidia zaidi kujikinga na maambukizi kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hichi ambacho tunaendelea kufanya tathmini ya hali ilivyo, serikali inasisitiza wananchi kuchukua kuweka umuhimu wa kufuatilia haya ambayo pia tunahitaji yafanyiwe kazi, na watu wote kila mmoja aweze kuzingatia sheria na miongozo ambayo tumeitoa, lakini pia tahadhari za kitaalamu ambazo pia zimetolewa na watu wetu. Mheshimiwa Spika, wakati tunazungumza tunapokea hoja kwenye eneo hili, nataka niendelee kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kupokea ushauri wenu, na ushauri huo tutauangalia kupitia kamati zetu za tathmini ambazo 3 zimeundwa ili tuweze kuchukua hatua kadiri tunavyokwenda. Lakini tunashukuru sana kwa michango yenu, na ndio hasa mijadala yetu hapa kwenye awamu hii ilichukua nafasi kubwa. Kila aliyechangia anazungumza swala corona, lakini anazungumzia pia swala mradi. Kwa hiyo tumelichukua hili kama jambo muhimu na ni jambo la kitaifa lenye madhara ya kitaifa, na tumeona namna ambavyo tunashirikiana wote bila kujali utofauti wetu kwa itikadi, kidini, kisiasa, lakini tumeendelea vizuri, na sisi tunapokea mawazo yenu, tutahakikisha tunayafanyia kazi.
Baada ya hoja hii kuhakikishia Watanzania kwamba serikali imeendelea kuwa makini nayo na kuchukua tahadhari zote na tunaratibu vizuri. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.